Timisha na bao bora ambalo limefungwa kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara msimu huu. Tunakwenda moja kwa moja kwenye mechi ya watani wa jadi kati ya Yanga na Simba, ama Simba na Yanga. Meja General Isamuhyo tena kumwekea Ino Jospin Loe, maraka mpira cross ndani, huku unakataliwa mara mbili na Baka pamoja na Mwamnyeto. Kari haijaondoka, Bundi anaendelea kulia msibani. Elim Panzu mefinya na kukataliwa, umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Panzu anaunyanyua, Chama! Meja General Isamuhyo, ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Mwamba wa Lusaka Triple C, Clatous Chota Chama anawaimbisha wananchi taarabu kwenye biti ya singeli. Anayefurahi ni Steve Becker, anayeghadhibika ni Pedro Gonçalves. Pengine hakutegemea kuliona hili, hakuona hiki kikija. Angalia kazi ameifanya Eli Mpanzu. What a magic! Nini hiki? Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Eli Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous Chota. Mawe. Utafanyaje? Taongea nini mimi? Mnataka kuchambua? Unajua kuna wakati fulani wakati Alexandre Di Piero akiwa kijana na Filippo Inzaghi wakiwa vijana wote wanasifika kwa kufunga magoli. Sasa kulikuwa na madai kwamba Inzaghi bora au na Di Piero bora. Di Piero akasema mimi sifungi tu kwa sababu nafunga. Nataka nikifunga goli langu dunia izungumze. Yaani sifungi goli kwa sababu anasema Inzaghi anafunga magoli ya kuotea, azi nini vurugu nyingi. Mimi nataka nifunge goli moja ambalo msimu mzima mtakaa mnalizungumza. Kuna wakati mmoja kwenye mechi moja ya World Cup nadhani kama au sio Euro, alikosa goli kutokana na hizo tabia zake za kutaka kufunga goli bora, akajikuta anakosea. Kwa hiyo hili ni miongoni mwa hayo magoli ambayo hayafungi tu goli, lakini anafungwa goli bora. Ndio hilo hapo goli bora. Tunazungumza kwa muda mrefu, tumeona mitandao na TV kubwa kadhaa zikizungumza duniani, mpaka wengine washasema linakwenda kwenye Pusket kabisa, itakuwa miongoni mwa magoli ambayo yanashindania magoli bora ya dunia. Yote yanazungumzwa kutokana na limefungwa goli bora kwenye mechi bora na mechi ya watani wa jadi. Yaani ina kila sababu, mazingira ya goli ulikuwa unaona ubunifu ambao Chama aliuanzisha. Ile pasi yake kutoka kwake kwenda kwa Mpanzu ilikuwa pasi ambayo ni ngumu sana. Kwa jicho la kawaida unaweza kusema ni rahisi, lakini pasi ngumu kwa sababu aliubitua mpira Mpanzu akiwa katikati ya watu, na bado Mpanzu naye akatenda haki akiwa naye katikati ya watu, akafikiri, akaona, akapenyeza mpira ambao watu wengi hawakutegemea kama utapita wa juu. Wengi waliamini kwamba mpira angepitia chini, lakini Mpanzu bado akauinua mpira juu na Chama akabinuka akaenda kuucheza. Kwa hiyo nadhani ni goli ambalo linastahili kuwa hapo lilipokuwa. Miongoni mwa magoli super kabisa.